Asante sana, matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya, mpenzi mtazamaji, popote ulipo ukiendelea kufuata matangazo ya Tukutan TV ambayo tunapeperusha bendera ya amani na matangazo yetu kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo, tuko DRC. Ni jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Fizi. Mpenzi mtazamaji, kila mara tunakuwa na wajibu wa kukuletea nini ambacho kinaendelea zaidi sana ukiangalia katika siasa ya mashariki mwa nchi ya Kongo kuhusiana hali ya usalama uwepo mdogo nchini Kongo. Lakini siku ya leo tuko huko, tunakwenda angazia kabisa swala lingine tofauti kabisa na hali ya mapambano. Tunakwenda katika mwaliko ambao ulikwenda kufanyika kwa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange, ambaye amealikwa na baraza la maseneta kwenda kujibu mashtaka. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV na upande wa kamera ni Pepe Wilonja. Karibu ungane nami katika uchambuzi wa siasa ambayo inaendelea mpaka sasa na ambayo inakwenda kuunga maisha halisi ambayo yanakwenda kuunda maisha ya rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Mpenzi mtazamaji, tuko na uchambuzi kidogo kuhusiana na mwaliko ambao ulikwenda kuandikwa na baraza la maseneta, ambao spika wa bunge Sama Lukonde alikwenda kuandikia Joseph Kabila Kabange kwenda kumpatia ualiko kwamba anatakiwa kuripoti kwenye baraza au kuripoti kwenye bunge la maseneta siku ya leo. Mwaliko huu uliandikwa siku ya jana tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 ukimhitaji Joseph Kabila Kabange kwenda kujibu mashtaka. Mwaliko huo, mpenzi mtazamaji, uko na baadhi au na malengo tofauti. Ni kwamba rais Joseph Kabila Kabange alikwenda kufunguliwa mashtaka mchini DRC ni kufuatana na hali ya usalama uwepo mdogo mashariki mwa nchi ya Kongo, na hii ni baada ya kwenda kuripotiwa kuingia kwa waasi mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo serikali ya DRC ilikwenda kumtupia masuala yote ya ukosefu kuwa mdogo mashariki, kwamba anayehusika na moja kati ya usalama huo uwepo mdogo mashariki ni Joseph Kabila Kabange. Hivyo ripoti nyingi ziliripoti kwamba yeye ni mhusika na anahusika kupitia machafuko ambayo yanaendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na baada ya hapo Joseph Kabila Kabange alikwenda kuingia mashariki mwa nchi ya Kongo kupitia njia ya Kigali, Rwanda, na kwenda kujielekeza mjini Goma, moja kati ya miji ambayo iko chini ya uangalizi wa waasi wa M23. Jambo hili lilipelekea raia wengi kwenda kuingia na mshtuko, badala ya rais mstaafu kwenda kuingilia mjini Goma. Maswali yalizuka. Kwa nini Joseph Kabila Kabange aliamua kwenda kuingilia mjini Goma? Je, ni moja kati ya kuashiria kwamba yuko chini ya uangalizi wa waasi wa M23, au je naye yuko miongoni mwa watu ambao wanasababisha usalama kuwepo mdogo mashariki mwa nchi ya Kongo? Mashtaka yote haya na malalamiko ya raia yalipelekea Joseph Kabila Kabange kwenda kuandikiwa au kwenda kustakiwa. Hivyo mashtaka yalianza kufunguliwa. Mojawapo ilikuwa ni ya Costa Mutamba, waziri ambaye anasimamia haki nchini DRC. Hivyo alikwenda kufungua mashtaka dhidi ya Joseph Kabila Kabange na kusema kwamba yuko mjini Goma, na kama yuko mjini Goma ina maana ni mmoja wa wakilishi ambao wanakwenda kusimamia vurugu zote hizi ambazo zinatokea mashariki mwa nchi ya Kongo. Na masemi au ripoti ilitolewa na msemaji mwenyewe wa Joseph Kabila Kabange. Lakini mpenzi mtazamaji, baada ya mashtaka yote hapa kwenda kufunguliwa, ni kwamba msemaji wa Joseph Kabila Kabange alikwenda kukiri, alikwenda kukana, akasema kwamba no, Joseph Kabila Kabange hayuko mjini Goma. Lakini vile vile radio ambayo ni international RFI Kiswahili ilikwenda kutangaza uwepo wa Joseph Kabila Kabange kuwa mjini Goma. Lakini baada ya mashtaka kuwa mengi kufunguliwa, ni kwamba serikali tuseme serikali ya Joseph Kabila Kabange, tuseme uongozi wake ulikwenda kukana na kusema kwamba rais wao au kiongozi wao hayuko Goma na bado hajaingia mjini Goma, japokuwa vyombo vya habari vilikwenda kuthibitisha kwamba Joseph Kabila Kabange yuko Goma. Na baada ya hapo ni kwamba taarifa zikwenda kugundulika kwamba Kabila yuko yuko katika nchi moja kutembelea rais wa Swaziland ambaye ni Mswati wa pili. Alikuwepo na sherehe ya kwenda kuhudhuria miaka ambayo alikwenda kuiongoza nchi hiyo ya Swaziland. Huko ndo uwepo wa Joseph Kabila Kabange ulikwenda kuonekana wazi, na akakwenda kuhutubia taifa ya Kongo kupitia nchi ya Swaziland.
hatuko huko mpenzi mtazamaji. Ni kwamba baada ya vurugu zote hizo na hali ambayo rais mstaafu Joseph Kabila Kabange alikwenda kuonesha katika nchi ya DRC, na baada ya kufunguliwa mashtaka mengi, hatimaye serikali ya Kongo inapenda kuvua useneta wake wa maisha. Serikali ya Kongo inapenda kuvua useneta wake wa maisha, na vile unapenda kuandikisha mashtaka au kumfungulia mashtaka ambayo mpaka sasa anakwenda kuwajibika yeye kama vile rais mstaafu. Inakuwaje yeye kama vile rais mstaafu kwenda kusemekana kwamba anachangia katika vurugo au anachangia katika ukosefu mdogo wa usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, kama inavyoripoti vyombo vingi vya habari, na vile serikali ya DRC ilikwenda kukanusha, ilikwenda kuthibitisha yote hayo kupitia msemaji wa serikali Patrick Muyaya. Alikwenda kusema kwamba chanzo cha rais mstaafu kuingilia mjini Goma ni mojawapo ya vyanzo ambavyo vinakwenda kuonesha kwamba rais mstaafu anakwenda pia kuwajibika, na ni mojawapo wa watu ambao wanakosesha mashariki mwa nchi ya DRC na kwenda kukosesha usalama kwa raia waliopo mashariki mwa nchi ya Kongo. Na mpaka sasa mpenzi mtazamaji, ni kwamba anasubiriwa kwenye baraza la maseneta Joseph Kabila Kabange kwenda kuripotia, waende wamuulize maswali, na aliyeandika mwaliko huu ni Sama Lukonde. Anakwenda kumwalika Joseph Kabila Kabange kabla ya kufunguliwa mashtaka na kabla ya kuvuliwa useneta wake wa kimaisha, aende kujibu baadhi ya mashtaka au baadhi ya mashtaka ambayo watakwenda kumuuliza kwenye bunge la useneta. Ajibu baadhi ya maswali yeye kama vile kiongozi na kama vile seneta wa maisha. Maswali hayo mpenzi mtazamaji, na yote ambayo atakwenda kutokea katika baraza hilo, basi utakwenda kujulishwa kupitia TKTV. Lakini mpaka sasa kuna maswali. Endapo rais Joseph Kabila Kabange hatokwenda kuitikia mwaliko wa Sama Lukonde na kwenda kuripoti au kwenda kujibu mashtaka hayo, unafikiri serikali ya DRC itakwenda kuamua nini? Na wewe kama vile raia wa Kongo, endapo rais mstaafu atashindwa kujibu mwaliko huo, unafikiri nini kifanyike upande wake? Kwa sababu kama bunge au tuseme kama baraza au tuseme uongozi wa maseneti ulimwalika Joseph Kabila Kabange ni kwa ajili ya heshima yake na kuona kwamba ni rais mstaafu, aweza akafunguliwa mashtaka nje ya ubunge wake wa seneti, haujajua nini chanzo cha yeye kufunguliwa mashtaka. Kwa hiyo kwa kumpa heshima zaidi sana, kwa sababu ni rais, na asikwende kuvuliwa useneta wake wa maisha, na vile asikwende kustakiwa vile na serikali ya DRC. Ndio maana spika wa bunge Sama Lukonde alimwalika Joseph Kabila Kabange siku ya leo akwende kujibu mashtaka. Sasa mpenzi mtazamaji, hapo ndo kuna maswali. Endapo rais atakataa wito wa spika wa bunge wa maseneti, unafikiri nini ambacho kitaendelea? Na mpaka sasa kuna barua ambayo inatembea kwenye mitandao ya kijamii kwamba rais Joseph Kabila Kabange amekwenda kujibu moja ya mwaliko wake, ni kwamba wanamualika pia au ni waliko ambao wanakwenda kujumika nchini Kinshasa. Lakini aliandika kwamba anashangazwa na kitu kimoja, kwamba wamemwalika kujibu mashtaka, lakini kuna viongozi wengine wa DRC ambao wamejielekeza nchini Johannesburg, Afrika Kusini, kwenda kukamata baadhi ya viongozi wa PPRD ambao wako katika muungano na Joseph Kabila Kabange. Ili jambo limekwenda kumshtukiza yeye mwenyewe na kumshangaza Joseph Kabila Kabange. Kwa nini wanamuita kwenda kujibu mashtaka, alafu kuna viongozi wa serikali ambao kwa sasa madarakani ambao wametoka mjini Kinshasa airport ya Njili na kwenda Afrika Kusini kwenda kuwatembelea au kuwakamata watu au viongozi wengine ambao wako pamoja na yeye? Pale kuko pointi ya ulizo, na pale ni sehemu ambayo alikwenda kusimamia Joseph Kabila Kabange, kwamba linamshangaza kwamba amealikwa tayari kwenda kujibu mashtaka, lakini serikali tena natuma watu wengine kisirisiri kwenda kukamata watu ambao wako pembeni yake. Asante sana mpenzi mtazamaji, ni muonekano na hali ya siasa ambayo inaendelea mpaka sasa nchini DRC. Utakwenda kutujibu kwenye comment, tuambie unatufuata kutoka wapi, unaitwa nani na uko wapi. Endapo Joseph Kabila Kabange atashindwa kujibu mwaliko wa spika wa ubunge au maseneti Sama Lukonde, nini kifanyike au nini kitakwenda kufanyika? Na unaiona sura gani mpaka sasa kuhusiana na siasa ya Joseph Kabila Kabange? Asante sana mpenzi mtazamaji, ni hapa nitakuwa nimekwenda kutamatisha mazungumzo haya au uchambuzi huu mpaka sasa ambao unaendelea upande wa uongozi wa rais mstaafu Joseph Kabila Kabange. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV. Mshika picha wangu mwite
Pepe we Ulonja, usikose kutufuatilia, kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini. Utuambie unafuatilia matangazo yetu kutoka wapi. Asante sana. Karibu katika uchambuzi mwingine. Kwa heri.